kulitamka, lakini limebeba jambo zuri sana kwenye maisha yetu. Na pia nikashangaa kwa nini Mungu ametupa somo hili nyakati hizi au wakati huu, na wakati tunaendelekea kwenye ibada za sifa kadhaa hapo mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini Mungu anataka kutuandaa katika namna ya kipekee kwa ajili ya kuendelea kumsifu na kumtukuza yeye. Bwana Yesu asifiwe. Lengo kubwa la somo ni kuimarisha uhusiano wako wewe na Mungu kwa njia ya kumsifu Mungu. Lengo kubwa kwenye somo hili, kuimarisha uhusiano wako. Uhusiano wako wewe na Mungu inawezekana umeimarishwa vizuri kwenye maombi, umeimarishwa vizuri kwenye neno, lakini labda kwenye eneo la kumsifu Mungu bado kuna maeneo hayajakaa vizuri. Kwa hiyo tunakwenda kuimarisha uhusiano wetu na Mungu kwa njia ya kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mstari ambao umebeba somo hili ni mstari kutoka kitabu kile cha Zaburi 150 mstari wa 6, mstari ambao tunaufahamu vizuri kabisa. Zaburi ya 150 mstari wa 6. Ningependa kama unaweza kawa na sehemu ya kuandika uandike, kwa sababu tuna mistari kadhaa ambayo ipo, sio mingi sana, lakini inaweza ikafika 40-50. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni mistari michache sana ambayo tunayo, lakini ni vizuri ukiweza kuandika. Zaburi ya 150 mstari wa 6. Maandiko matakatifu yanasema, kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Haleluya. Nitarudia tena, kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Haleluya. Ni mstari ambao umebeba mambo kadhaa. Unatueleza habari za kumsifu Mungu, lakini katika upana wake, ukisoma juu unaweza usione yale mambo ambayo Roho Mtakatifu ameyaweka kwenye huu mstari. Na wakati ananipa kama mstari wa msingi kwenye somo, kuna mambo ambayo yalichipuka kwenye huo mstari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukielezea habari za kusifu, watu tunadhani ni kuimba peke yake. Ukipata picha na tafsiri ya kusifu kama kuimba, una tafsiri ndogo sana ya kusifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuimba kuko ndani ya kusifu, ila kusifu hakuko ndani ya kuimba. Kusifu ni maana pana zaidi ya kuimba. Na wengi inawezekana tunaona au tunashughulika na eneo moja tu la kuimba, tukidhani tumemaliza kusifu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mstari anaposema kila mwenye pumzi. Sasa nitaelezea baadhi ya vitu, ila kabla sijaelezea nataka nikwambie habari ya kusifu. Kusifu ni kueleza ukuu na uweza wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa lugha, kwa tafsiri moja nyepesi kabisa. Ziko tafsiri nyingi, lakini ni kuelezea ukuu na uweza, ahadi za Mungu kwenye maisha yako. Inawezekana zimekwisha tokea au inawezekana bado hazijatokea, lakini unaelezea uweza wa Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumsifu Mungu ni zaidi ya kumwimbia Mungu. Kumwimbia Mungu ni kipengele kimojawapo katika kumsifu Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapoachilia jambo la kwamba Mungu, usimwazie kwenye kumwimbia Mungu alafu unajitoa kwamba mimi sio mwimbaji. Na ndio maana hili somo alijaja kwa waimbaji peke yao, alijaja kwa kwaya peke yao, alijaja kwa praise team peke yao. Tungeweza kusema tuitane kikao praise team na kwaya tufundishane. Bwana Yesu asifiwe. Ukiniambia niimbe wimbo sasa hivi, inawezekana hata ukacheka kabisa, kwa sababu inawezekana sina kile kipawa cha kuimba. Na changamoto moja ambayo huwa mpaka najishangaaga ni kwamba ninaweza nikakumbuka nyimbo nyingi sana nikiwa peke yangu, ila ukiniambia mbele za watu zote zinawasahaulika. Inawezekana kweli sio kipawa changu, sio kipaji changu. Bwana Yesu asifiwe. Na inawezekana wako wengine kama mimi au zaidi ya mimi. Haleluya. Lakini kusifu ni zaidi ya kuimba. Nataka tuone baadhi ya mambo machache kwenye huu mstari
kwenye huu mstari wa Zaburi 150 mstari wa 6. Zaburi 150 mstari wa 6, kuna mambo ambayo ukisoma juu unaweza usielewe, lakini ukisoma katika jicho la mwalimu, katika jicho la Roho Mtakatifu akakufunulia hivyo vitu utaviona. Kwa sababu moja ya mambo ambayo Roho Mtakatifu anatusaidia unaposoma Biblia ni njia ya kujiuliza swali au kumuuliza Roho Mtakatifu swali. Kwa nini Mungu alisema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Ukianza kujiuliza hivyo, kuna mambo ambayo Roho Mtakatifu atakufundisha, atakuelekeza na atakuonyesha pia. Jambo la kwanza ambalo mimi nimeliona katika huu mstari, jambo la kwanza, kila kiumbe kina nafasi ya kumsifu Mungu. Kila kiumbe kina nafasi ya kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, kila kiumbe, sio kila mtu. Kila kiumbe, inawezekana akawa ni mtu, anawezekana akawa ni mnyama, anawezekana akawa ni mmea, kina nafasi ya kumsifu Mungu na kimepewa mwaliko wa kumsifu Mungu. Kila kiumbe kina nafasi ya kumsifu Mungu. Ukisha kuja kwenye tafsiri ya kumsifu Mungu, unaanzia swala la rohoni kwanza kabla ya mwilini kwanza. Unatokea rohoni kuja mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama ni viumbe, unaanza kuwaza mbwa anamsifuje Mungu, paka anamsifuje Mungu, ndege wanamsifuje Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huu mstari umefunga jambo, kwa sababu anasema kila mwenye pumzi. Kila mwenye pumzi. Mwenye pumzi duniani sio wanadamu peke yake. Kwa hiyo ina maana kuna viumbe zaidi ya mwanadamu ambavyo vimepewa mwaliko wa kumsifu Mungu na vina uwezo wa kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu cha ajabu zaidi ni kwamba sio tu vyenye pumzi peke yake, hata vile ambavyo havina uhai vimepewa nafasi ya kumsifu Mungu. Sasa nikuonyeshe, soma, fungua ile Zaburi ya 98. Zaburi ya 98 mstari kuanzia wa 4. 98 mstari kuanzia wa 4 hadi wa 8. Zaburi ya 98 mstari wa 4 hadi wa 8. Biblia inasema hivi: mshangilieni Bwana nchi yote, inueni sauti, imbeni kwa furaha, imbeni zaburi. Sasa unapodhani huu mstari unadhani anaelezea nchi kama taifa. Aelezea nchi kama taifa, anaelezea nchi kama ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Narudia huu mstari, anasema mshangilieni Bwana nchi yote, inueni sauti, imbeni kwa furaha, imbeni zaburi. Muimbieni Bwana zaburi kwa kinubi na sauti ya zaburi, kwa panda na sauti ya baragumu. Shangilieni mbele za mfalme Bwana, bahari na ivume na vyote vijazavyo, ulimwengu nao wanaokaa ndani yake. Mito na ipige makofi, milima na iimbe pamoja kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Anaelezea lugha ambayo wengi tukiisoma tunaipita juu kana kwamba haiwahusu hivyo viumbe. Lakini ukipiga kwenye jicho la rohoni, unakuja kugundua ya kwamba vitu vyote ambavyo unadhani havina hata pumzi kwenye ulimwengu wa roho vinazungumza, vinaongea, vinaona. Bwana Yesu asifiwe. Mahali fulani kwenye Biblia ukisoma ile kitabu cha Kumbukumbu 30 mstari wa 19. Kumbukumbu 30 mstari wa 19 anasema hivi: nazishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uhai, wewe na uzao wako. Anasema hivi nazishuhudiza. Nazishuhudiza ni lugha ya kisheria anayotafsiri ya kwamba amezifanya mbingu na nchi kuwa mashuhuda wa Mungu juu yako.
Kwa hiyo mbingu unayoiona kana kwamba haina pumzi, katika ulimwengu wa roho ni shuhuda, inakushuhudia mbele za Mungu juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Ardhi ambayo unaiona haina, hata ukiipiga, hata ukichimba, ukifanya iumii, kwenye ulimwengu wa roho inazungumza, inaongea, ina keep record, inatunza kumbukumbu. Anasema, Mungu anasema, nazishuhudiza, nimezifanya mbingu, nimezifanya na ardhi na nchi ziwe shuhuda wa kwangu. Maana yake hakuna chochote kinachofanyika na mwanadamu Mungu asijue, kwa sababu mahali popote ambako wewe uko, ardhi ipo, mbingu ipo. Kwa hiyo Mungu macho yake ni kwenye ardhi na kwenye mbingu, zinasimama kama shuhuda wa Mungu kukushuhudia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utanielewa Mungu anaposema mito na bahari ipige makofi. Katika ulimwengu wa roho vina uwezo wa kumsifu Mungu. Na ndio maana nasema kila kiumbe, kila mwenye pumzi na amsifu Mungu. Katika ulimwengu wa roho una uwezo wa kumsifu Mungu, pamoja na hivyo viumbe ambavyo ukiangalia katika ulimwengu wa mwili havina pumzi. Siku moja ngoja nikushuhudie hichi kitu, nilikuwa sijakikumbuka muda mrefu, lakini nimekikumbuka leo. Kuna wakati ambako ilikuwa niko form 2 mwaka 2006. Nilikuwa ninakwenda shule asubuhi, muda wa saa 12 nakuwa nimeshashuka kwenye gari naelekea shuleni. Ni muda ambao kidogo gizagiza bado lipo, na shule niliyokuwa nasoma kutokea naposhuka gari mpaka kuelekea shuleni ilikuwa ni zaidi ya kilomita 1. Hapa kutoka ninaposhuka kwenye gari mpaka napoelekea shuleni ilikuwa ni zaidi ya kilomita 1. Kwa hiyo ilikuwa natembea. Bwana Yesu asifiwe. Na siku hiyo nilikuwa, tungeita kwa lugha ya mjini, kwa lugha ya vijana, niko down. Yaani moyo wangu ulikuwa kama na huzuni. Sijui nimeamka nilikuwa na kitu gani, lakini nakumbuka ilikuwa na huzuni fulani tu. Wakati nimeshuka, mimi muda ambao napenda sana kuzungumza na Mungu wangu, napenda kumtukuza Mungu wangu, ni muda ambao ninatembea. Kwa hiyo kila mtu ana muda wake. Bwana Yesu asifiwe. Ila muda naotembea nikiwa niko peke yangu ndio muda ambao nina mahusiano mazuri. Ninaweza nikapokea hata hii message ya leo nimepokea wakati naelekea kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati ninaelekea shuleni, nikawa ninaimba asubuhi, na wimbo tu ulikuwa unanijia. Mimi wimbo unaweza ukanijia hata siku 5, siku 6 mfululizo, wimbo mmoja. Angewepo mke wangu hapa, angekwambia naweza ngapenda wimbo tukapiga, wengine wanakakereka, lakini unapiga wimbo unajirudia mara 100 mara ngapi. Sasa mimi naona kila nikiwimba ni mpya, lakini mwingine anaona nimeshaupiga mara 2 mara 3 umesha kinai, lakini nikiupiga mara 6 mara 7 naona kama bado ni mpya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati naimba niko mwenyewe kwenye hiyo njia napita, ghafla nikawa kama nimetolewa, kama sipo katika yale mazingira, sikuwa kama peke yangu. Tukawa tunaimba wimbo na watu wengi, yani nausikia kabisa, yani ni ushuhuda ambao ninao wa halisi kabisa. Ninasikia wimbo unaimba, lakini sio peke yangu nao uimba. Wimbo wenyewe nilikuwa siujui, lakini wakati natembea nikawa nasikia ule wimbo unaimba, alafu wengi tunapokea. Bwana Yesu asifiwe. Niko mwenyewe natembea kwenda shuleni mwenyewe, lakini tunasikia wengi tunaimba. Wakati ule sikuwa nimewaza kwamba mbona kama tunasikia wengi, kwa sababu akili kama ilikuwa haiko pale. Karibia dakika kama 20 tunaimba wimbo. Baadaye nafika mbele, ndio karibia na watu kwenye nyumba za watu. Nakumbuka mbona kama tulikuwa tunaimba wimbo tukiwa kundi kubwa la watu. Bwana Yesu asifiwe. Kundi kubwa la watu. Wimbo pia siukumbuki tena muda huo, lakini kuna wimbo tulikuwa tunaimba pamoja, na ule wimbo ukanipa kabisa kama burudisho fulani, kama kuondoa ile huzuni kaondoka kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sijui kama ni malaika walishuka, sijui kama Mungu alitumia miti tukaimba wote, sijui. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sikuona mtu, sikuona malaika, lakini ninachojua kwenye njia nilikuwa napita kulikuwa kuna miti. Kwa hiyo inawezekana kama Mungu aliinua hao tukaimba pamoja, sijui, lakini ninachojua nilisikiliza. Kwa sababu Mungu wakati mwingine anakupa kusikia, uone, usikie kabisa, uthibitishe kwamba kuna viumbe Mungu anaweza akaviinua. Mahali fulani Yesu akamwambia msipopiga makofi Mungu atainua nini? Mawe. Mawe ni kitu kisichokuwa na thamani, kisichokuwa na pumzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo upate kufahamu ya kwamba kila kiumbe kinayo nafasi ya kumsifu Mungu na kimekaribishwa kumsifu Mungu. Kwa hiyo kama wewe umepewa sauti, umepewa namna yoyote ya kuimba na hauimbi, haumsifu Mungu, unisikilize, substitute yako ipo. Kuna mtu anaweza, kuna kiumbe kinaweza kikaimba, kwa sababu Mungu anachohitaji ni ibada. Mungu alimetuumba kwa ajili ya kumwabudu tu peke yake. Ndio kusudi la Mungu la kutuumba, tumwabudu peke yake. Kwa hiyo usipotimiza hilo swala la kumwabudu, kumsifu Mungu, maana yake ndio maana akaweka watu, lakini sifa zako, moyo wako, wewe mwanadamu una kitu cha special ambacho kimezidi viumbe vingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ambalo tunaliona katika mstari. Mungu atusaidie, somo sio refu sana, lakini naamini tutamaliza tu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ambalo tunaliona kwenye huu mstari, hakuna muda maalum wala mahali maalum pa kumsifu Bwana. Hakuna muda maalum wala mahali maalum pa kumsifu Bwana, isipokuwa ni muda wote na mahali popote. Hakuna muda maalum wala mahali maalum pa kumsifu Bwana, isipokuwa muda wowote na mahali popote unaweza kumsifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kile kitabu cha Zaburi 34, Zaburi 34 mstari wa kwanza, Zaburi 34 mstari wa kwanza. Tuko pamoja? Wangapi tuko pamoja hivi? Kiona mwenzako ananiombea kwa namna ambayo sio ya kuniombea, saidie tu, mwambie sasa hivi ni muda wa kusikiliza neno, sio muda wa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 34 mstari wa kwanza, Biblia inasema nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zi kinywani mwangu daima. Bwana Yesu asifiwe. Nitamhimidi Bwana kila wakati, maana yake sina muda maalum. Na anaposema kila wakati, sio tu swala la muda peke yake, hata mahali. Hamna mahali maalum. Kwa sababu kama ni kulala, huwezi kulala siku nzima, na kama ni kufanya kazi, huwezi kufanya kazi siku nzima. Kama ni kuomba, huwezi kuomba siku nzima. Maana yake anaposema sifa za Bwana zi kinywani mwangu daima, maana yake kuna wakati naweza nikawa ninatembea ninamsifu Bwana. Kuna wakati naweza nikawa ninapika ninamsifu Bwana. Kuna wakati naweza nikawa ninasoma lakini namsifu Bwana. Kwa hiyo usije ukawa na waza ya kwamba kumsifu Bwana ni kwamba mpaka kile kipindi cha kabla ya neno ndo tunaimba. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndo pa kumsifu Bwana peke yake. Maana yake ni kwamba Mungu ametupa nafasi ya kumsifu yeye kila wakati, mahali popote. Uwe kwenye hali nzuri, uwe kwenye hali mbaya, uwe kifungoni au uwe huru, kila wakati una uwezo wa kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakina Paulo na Sila walimsifu Mungu wakiwa gerezani, ile Matendo 16. Matendo 16 kuanzia mstari wa 25. Paulo na Sila walimsifu Mungu wakiwa gerezani, mahali ambako kuna shida, wao walikumbuka kumwadhimisha Mungu. Kama siku ya leo ambavyo mtu unaweza kupitia kwenye shida, pia ukakumbuka kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni somo lingine kukuonyesha ya kwamba unapomsifu Mungu nini kinatokea, lakini tunachojua ya kwamba uwepo wa Mungu unashuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haijalishi upo katika mazingira mazuri, upo katika hali ya furaha au katika hali ya huzuni, ila una uwezo wa kumsifu Mungu mahali popote. Una uwezo wa kumsifu Mungu katika muda wowote, iwe ni mbele za watu, iwe ni ukiwa uko peke yako. Hebu fikiri kwamba muda mrefu upo peke yako, alafu ndani mwako unasikia kububujika kumsifu Mungu.
ukazoea hivyo na ukashangaa upo na watu. Kuna wakati mwingine uko mazingira ambayo uko na watu, unasema Mungu, siwezi kumsifu Mungu hapa, siwezi kukusifu hapa. Mungu anakuambia mimi niko mahali popote, wakati wowote unataka unisifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kuna wakati mwingine hatumuelewi Mungu anaposema usikae na watu wenye mizaa. Yaani Mungu anataka kutenganisha. Kuna wakati Mungu atakupa watu kae nao kwa wakati, na kuna wakati Mungu atakataka uwe peke yako. Peke yako, kwa sababu anahitaji ile dhabihu ya sifa, anahitaji umsifu, anahitaji utengeneze, uwe naye, uzungumze naye. Ukikaa na mtu hautazungumza naye. Ukikaa peke yako kuna wakati utazungumza naye. Na kuna wakati mwingine upo katikati ya kusanyiko la watu, uko unafanya kazi fulani alafu unashangaa ndani mwako panaingia kama gap, yani panakuwa kama kuna uhitaji fulani hivi moyoni. Unashangaa unataka ukasogee tu hata pembeni, hata uende hata chooni ukae hata dakika 2, kumbe unashangaa pale unaanza kumsifu Mungu. Kwa sababu gani? Mungu anahitaji hiyo ibada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumsifu Mungu. Ukisoma kile kitabu cha Zaburi 137 mstari wa 1 hadi wa 4, ni habari za wana wa Israeli walikuwa wako utumwani. Alafu walipokuwa utumwani, wale waliowatumikisha wakawaambia tuimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni. Wao wakakataa, wakasema tuimbeje wimbo wa Bwana ugenini, katika nchi ya ugeni. Zaburi 137 mstari wa 1 hadi wa 4. Zaburi 137 mstari wa 1 hadi wa 4. Kuna siku nishaikuambiaga kuna wimbo tunaimbaga, unaimbwa na Boniem. Waliimba ile kundi fulani wanaimba by the rivers of Babylon. Wangapi hatujui? Au wangapi tunaujua? Wale watu wameimba, najua hawajaokoka lakini waliimba wimbo wa kwenye Zaburi 137. Bwana Yesu asifiwe. Unisikize hivyo, hawajaokoka ila wameimba wimbo wa Zaburi. Ukisoma ule mstari yale mashairi yake ni Zaburi 1 mpaka 4. Na kwenye Ayubu kuna mstari wa Ayubu wameuingizia kwenye ule mstari, kwenye hiyo wimbo wao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huu mstari unasema hivi: kando ya mito ya Babeli ndiko tulikoketi, tukalia tulipoikumbuka Sayuni. Katika miti iliyo katikati yake tulivitundika vinubi vyetu. Maana huko waliotuchukua mateka walitaka tuwaimbie, na waliotuonea walitaka furaha. Tuimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni. Sasa sikiza jibu lao. Wana wa Israeli wakawajibu, tuimbeje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni? By the rivers of Babylon where we sat down, we wept. We sit down and we wept. Walikuwa nawaambia kwamba tumeketi katika karibu na mito ile ya Babeli. Wakiwa wanalia, wale watesi wao wanawaambia tuimbieni basi baadhi ya nyimbo za Sayuni. Wale wakasema hatuwezi tukawimba wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni. Kama jinsi ambavyo inawezekana wewe moyoni unasema siwezi nikaimba hapa, ndiko mazingira ambayo sio rafiki kumsifu Mungu, si ndio? Popote Biblia imesema wakati wote, daima sifa zako zi kinywani mwangu daima. Na ndio maana nataka nikwambia kwamba sifa ni zaidi ya kuimba. Kuimba kuko ndani ya sifa, lakini kusifu ni zaidi ya kuimba. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani alichokifanya ni watu wa Mungu wajue kwamba kusifu ni kuimba. Kwa hiyo kuna maeneo hawataachilia ibada ya Mungu inavyotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo somo nitakuonyesha aina nyingi tu kadhaa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu kutoka kwenye huu mstari. Naenda haraka kidogo kutokana na muda, lakini naomba Roho Mtakatifu akusaidie uweze kupata somo la kusifu. Inawezekana umejifunza katika mapana yake, lina upana wake mwingi sana. Roho Mtakatifu akusaidie upokee kile ambacho amekikusudia Mungu. Jambo la tatu ambalo nimeliona kwenye huu mstari wa 150, Zaburi ya 150 mstari wa 6, kwamba kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Kuna jambo lingine hapo ambalo nimeliona. Jambo ambalo nimeliona ni namna ya kumsifu Mungu. Namna ya kumsifu Mungu. Kwa sababu aliposema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana, inawezekana tumeelewa kusifu ni zaidi ya kuimba.
Kwa hiyo kumbe anaposema kila mwenye pumzi, ina tafsiri ya kwamba kuna namna fulani wanamsifu Mungu. Kwa sababu miti inapomsifu Mungu sio sawa na mimi nikimsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bahari inapomsifu Mungu, mito inapopiga makofi sio sawa na mimi ninapomsifu Mungu. Kwa hiyo kuna namna ya kumsifu Mungu. Anachotaka tuone katika huu mstari wa Zaburi 150 mstari wa 6 ni kwamba kuna namna fulani, kuna namna au kuna aina kadhaa za kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nitakuonyesha baadhi, sio zote. Biblia ina namna nyingi sana za kumsifu Mungu. Nitakuonyesha kati ya 6 au 7 hivi. Kama muda utakuwa hujaenda sana, tutamaliza zote hizo 7 na vingine. Bwana Yesu asifiwe. Namna ya kwanza ya kumsifu Mungu, kusifu kwa kucheza. Kuna watu ambao tunapata shida sana, na hasa wapendwa wastaarabu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa au walokole wastaarabu ambao wao kucheza kwao sio sehemu yao, si ndio? Yaani kucheza ni kitu cha kidunia. Nataka niweke huu msingi mzuri sana ambao utakusaidia. Kwa sababu tumeona shetani amewahi kukopi kabla ya sisi kujua. Tunadhani hivi vitu ni vya kishetani kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuonyeshe kwenye Biblia. Kwa sababu wanasema kuna kumsifu Mungu kwa kucheza au kwa kumchezea. Hajaeleza ucheze kwa namna gani, lakini kwa kucheza. Ukisoma kile kitabu cha Zaburi ya 149 mstari wa 3. Zaburi ya 149 mstari wa 3. Biblia inasema hivi, na walisifu jina lake kwa kucheza, kwa matari na kinubi wamwimbie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kucheza. Sijui utacheza kwa utamaduni wa kabila lako au utacheza kwa utamaduni gani, lakini kuna kumsifu Mungu kwa kucheza. Hajalishi utatoa maneno ya kuimba au hautatoa. Bwana Yesu asifiwe. Ila Biblia inajua kumsifu Mungu kwa kucheza. Ile Samueli wa pili mlango wa 6. Samueli wa pili mlango wa 6 mstari wa 14. Samueli wa pili mlango wa 6 mstari wa 14. Daudi akacheza mbele za Bwana kwa nguvu zake zote, na Daudi alikuwa amevaa naivera ya kitani. Mstari wa 15. Basi Daudi na nyumba yote ya Israeli wakalileta sanduku la Bwana kwa shangwe na kwa sauti ya tarumbeta. Ikawa sanduku la Bwana lilipoingia mji wa Daudi, Mikali binti Sauli akachungulia dirishani, akamwona mfalme Daudi akirukaruka na kucheza mbele za Bwana, akamdharau moyoni mwake. Mstari wa 17. Wakaliingiza sanduku la Bwana na kuliweka mahali pake katikati ya hema alipopiga Daudi kwa ajili yake. Naye Daudi akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Bwana. Kisha Daudi alipokwisha kutoa sadaka yake ya kuteketezwa na sadaka ya amani, akawabarikia watu kwa jina la Bwana wa majeshi. Akawagawia watu wote, mkutano wote wa Israeli, wanaume kwa wanawake, kila mtu mkate wa ngano na kipande cha nyama na mkate wa zabibu. Basi watu wote wakaenda zao, kila mtu nyumbani kwake. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea kusoma utakuja kuona ya kwamba yule mtu nguo zilikofanyaje? Zilimtoka. Lakini mke wake alimdharau, alimcheka. Aliona mfalme umejiaibisha. Na Biblia imeweka wazi, ukiwa unasoma Biblia na kufundisha kitu hichi, usome Biblia usikurupuke kuangalia tu kwamba ni mstari unasemaje. Angalia hatua kwa hatua. Anaposema akacheza mbele za Bwana, maana yake uwepo wa Mungu ulikuwepo pale, na ndani mwake alisikia msukumo wa kucheza. Na Biblia inaweka wazi ya kwamba Mungu aliitakabali, aliipokea hiyo sifa ya kucheza. Bwana Yesu asifiwe. Adhabu ambayo Mungu alimpa huyu Mikali ni kwa sababu alimdharau mtumishi wa Mungu alipokuwa anamsifu Mungu kwa kucheza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati uwepo wa Mungu umeshuka,
watu wanabarikiwa, wanamsifu Mungu, kuna wengine wanapokea laana. Ogopa unapo uwepo wa Mungu umeshuka, mtu anacheza anavyojisikia kucheza. Sasa kuna utaratibu wa kimungu ndani mwako. Nitakwambia msingi wa kumsifu Mungu hapo mbele. Lakini anapomsifu Mungu alafu ghafla ndani mwako unaingia dharau, unamwona kama huyu mtu mbona kama ni viwango fulani hivi, hana ustaarabu, si ndio? Hana ustaarabu. Mfalme aliweka heshima ya ufalme pembeni, akasema mimi ninamsifu Mungu wangu. Wewe mke wangu, mtoto wangu, rafiki yangu, unanidharau, ni vyako. Bwana Yesu asifiwe. Ila mimi na Mungu wangu ninazidi kuimarisha uhusiano wangu na Mungu wangu. Adhabu aliyopewa, hakupata mtoto kabisa. Lakini haimaanishi Daudi hakuwa na watoto. Alikuwa na watoto, lakini kwa mke huyu hakupata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uwepo wa Mungu unashuka, watu wanapokea baraka, wengine wanapokea laana. Na ndio maana lazima uogope uwepo wa Mungu unaposhuka. Usikurupuke kusema Mungu uwepo wako, tunahitaji uwepo wako ushuke. Kumbe uwepo unashuka, alafu ghafla shetani anaingiza dharau ndani ya moyo wako. Badala ya kutoka na baraka unatoka na laana kanisani. Katikati ya uwepo wa Mungu umeshuka, watu wanatoka na baraka, wewe unatoka na laana. Unisikilize, Mungu akikulaani hauna namna ya kukata rufaa. Angekuzibia shetani riziki yako, ungeenda kukata rufaa kwa Mungu. Lakini Mungu ndo amesema hapa haufanikiwi. Hakuna kupinga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili au namna ya pili ya kumsifu Mungu. Kwa hiyo unaweza kumsifu Mungu kwa kucheza, ni kibiblia kabisa. Na Biblia inasema mbele za Bwana, maana yake unacheza katika uwepo wa Mungu. Mungu anaona kucheza huku sio nimeiga. Inawezekana staili zikafanana. Wapendwa, kuna vitu ambavyo lazima tufahamu. Hicho kitu nitakuelezea kwenye msingi wa kumsifu Mungu hapo baadaye kwenye hili somo. Lakini kuna namna ambavyo unasikia rohoni kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna utasikia rohoni, tena kunakuwa na amani. Biblia inasema njia mojawapo ya Mungu kuzungumza na watu ni amani yake kuwepo moyoni. Kwa hiyo unaweza ukamsifu Mungu alafu unapata amani. Hata kama watu ni sawa na umeenda kwenye maeneo ambayo wanamchezea Mungu akiwa wamekaa, wao hawataki hata kujitikisa. Alafu ghafla unashangaa, unatamani ukaruke na kucheza. Watakudharau, lakini unamsifu Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Haumchezei mwanadamu. Na ndio maana katika mbele za Mungu hakuna kuperform. Kama ndani mwako una mentality ya kusema ninakuja kuperform, una kipawa cha kuimba, ninakwenda kuperform kwenye kanisa fulani, wewe ni wa ajabu sana. Kwa sababu mbele za Mungu hakuna kuperform, tunakwenda kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utakuja utaperform kwa maana ya kwamba watakutunza, kwa hiyo thawabu yako imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Watakusifia kwamba unaimba vizuri, umependeza, imeisha. Lakini baraka ya Bwana haipo. Kwa hiyo kama una perform, acha kuperform. Kama upo kwenye kwaya, wewe ni mwimbaji binafsi, mwimbaji wa kwaya, praise team, una perform, acha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kwa ajili ya kuonekana na watu. Bwana Yesu asifiwe. Namna ya pili. Namna ya pili ya kumsifu Mungu. Kusifu kwa kuinua mikono. Vipengele viko hivyo hivyo tu. Kwa kumuinulia Mungu mikono. Ni njia ambayo Mungu anaona unamsifu Mungu. Unaweza kumsifu Mungu kwa kumuinulia Mungu mikono. Zaburi ya 63 mstari wa 3 na wa 4. Zaburi ya 63. Hii ni mistari baadhi. Iko mistari ambayo inaelezea mambo haya kwa undani zaidi. Hii ni mistari baadhi ambayo inaweza kutupa tu mwanga. Unapoenda kusoma Biblia wakati wako utaweza kuona na kuelewa. Zaburi ya 63 mstari wa 3 na wa 4. Biblia inasema, maana fadhili zako ni njema kuliko uhai. Midomo yangu itakusifu
ndivyo nitakavyokubariki maadamu ni hai. Kwa jina lako nitainua mikono yangu. Bwana Yesu asifiwe. Anaelezea habari za kumwinua Mungu, kumsifu Mungu kwa ishara, kwa nia au kwa jambo la kuinua mikono. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri yake mpaka hapa hakuna mtu anayeweza kujitetea kama mimi siwezi kuimba kwa sababu sina sauti. Sijaongelea sauti nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama mwili unao na mikono Mungu amekupa, kwa hiyo hakuna namna ya kusema siwezi nikamsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna wakati ambako unaweza sasa kwenye ibada ya kusifu, kwenye kipindi cha kumsifu Mungu, ukashangaa ndani mwako unainua mikono, unasikia kuinua mikono. Inua. Kwa sababu ni namna, ni njia nyingine ya Mungu kukujulisha ya kwamba hiyo pia unaweza kunisifu kwa njia ya kuninulia mikono. Mikono yako inaonyesha ni ishara ya kusalenda mbele za Mungu, kwamba kwako Mungu tumeinua mikono, hakuna mwingine. Yaani ile kwamba unaonyesha kuinua mikono ni ishara. Mungu anajua hii ni ishara kwamba sipo na mtu wa mpinzani mwingine, sina mwingine. Kwao wananiona mimi sina mtu mwingine, yani sina wa kufanana naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna kumsifu Mungu kwa njia ya kumuinulia Mungu mikono. Namna ya tatu, kusifu kwa kuinama, kusujudu au kupiga magoti. Kusifu kwa kuinama, kusujudu na kupiga magoti au kupiga magoti. Kwa hiyo unaweza ukafanya kuinama au kusujudu. Kusujudu wenzetu wa Israeli ilikuwa ni jambo la sio tu kupiga magoti, lakini mpaka uso wako uguse chini kwenye ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona wenzetu wanamwabudu Mungu wao kwa kuinama mpaka kugusa chini, hiyo ni ishara ya kusalenda kwao na ni kibibilia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna kuinama ya kawaida, unaweza kuinama. Kuna mwingine anapiga magoti kabisa, na kuna mwingine kusujudu. Kusujudu lazima hapa mbele paguse chini. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kuna tamaduni za mataifa ambayo mtu mkubwa anapokuja mahali wale watu wanasujudu. Na kuna tamaduni za makabila mengine au mataifa mengine, anayetakiwa kushughulikiwa hivyo, kusujudiwa hivyo ni Mungu peke yake. Kwa hiyo ukimsujudia anaona kama umemwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukisoma kile kitabu cha Zaburi 5 mstari wa 7. Zaburi 5 mstari wa 7. Zaburi 5 mstari wa 7. Biblia inasema, bali mimi kwa wingi wa fadhili zako nitaingia nyumbani mwako na kusujudu kwa kicho, nikilielekea hekalu lako takatifu. Warumi 9:23 na 24. Sio Warumi, Walawi 9:23 na 24. Walawi 9:23 na 24. Mambo ya Walawi mlango wa 9 mstari wa 23 na 24. Biblia inasema, kisha Musa na Haruni wakaingia ndani ya hema ya kukutania. Kisha wakatoka nje na kuwabarikia watu, na huo utukufu wa Bwana ukawatokea watu wote. Kisha moto ukatoka hapo mbele za Bwana na kuiteketeza sadaka ya kuteketezwa na yale mafuta juu ya madhabahu. Watu wote walipouona huo moto wakapiga kelele, wakainama kifudifudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumsifu Mungu kwa njia ya kupiga magoti, kumsifu Mungu kwa njia ya kuinama, kwa njia ya kusujudu, hiyo ni njia mojawapo ya kuonyesha ya kwamba hakuna Mungu mwingine isipokuwa huyo unayempigia magoti, huyo unayemuinamia, huyo unayemsujudia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inawezekana kipindi cha kusifu ndani mwako ukasikia ufanye jambo fulani, ndani mwako ukasikia kucheza,
ndani mwako ukasikia kupiga magoti. Katikati ya watu wanacheza, ndani mwako unasikia kupiga magoti na kububujika mbele za Mungu. Ndani mwako unasikia kuinama na kusujudu. Fanya, kwa sababu ni ishara mojawapo ya kwamba unamsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine uwepo wa Mungu umeshuka, inawezekana umeshika mic lakini unasikia ndani mwako kuachia na kusujudu. Sujudu. Kwa sababu ni namna nyingine ya kumsifu Mungu. Nishawahi kuona klipu fulani, wenzetu ilikuwa ni kule Uarabuni. Wameenda, ni mahali wanaabudu, wamesujudu, alafu kulikuwa na mbwa pembeni. Naye ni kama ameshazoea, viumbe hawa wanyama wanajua kuiga vizuri. Kwa hiyo naye akawa ameinama katika namna ile kama ya kusujudu. Kinuka na wao wanafanyaje, naye anainuka, anajua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninachotaka kuonyesha ni kwamba hakuna kiumbe ambacho hakiwezi kikamsifu Mungu. Vyote vinaweza vikamsifu Mungu kwa namna yoyote ile. Hatujagusa swala la sauti kuimba, hatujagusa hapo. Namna ya 4, naenda kidogo kwa haraka. Namna ya 4, kusifu kusiko na maandalizi. Kuna namna ya kumsifu Mungu kusiko na maandalizi. Nitakueleza vizuri sana. Namna ya kumsifu Mungu kusiko na maandalizi maalum. Unakuwa hujajiandaa kumsifu Mungu, lakini ghafla unashangaa kutokana na mazingira ambayo umepitia, kutokana na mahali ambako Mungu amekuvusha, unakuja wimbo either ufahamu au haufahamu. Na kuna nyimbo zinazokuja kutokana na matukio ambayo yametokea. Bwana Yesu asifiwe. Tunaita kusifu kusikokuwa na maandalizi. Mfano, kile kipindi pale Kutoka 15. Kutoka 15, sitasoma hii mistari, nitakuelezea tu. Kutoka 15 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 21. Kutoka 15 mstari wa 1 hadi wa 21. Tunaona wana wa Israeli wamevushwa kutoka kwenye bahari ya Shamu. Mungu ametengeneza njia baharini. Akatengeneza njia, wakapita katikati ya nchi kavu. Alafu tunaona kuanzia mstari wa 1 mlango wa 15 anasema, ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu, wakanena na kusema, nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Sasa nisikilize vizuri. Usikurupuke kusoma huu mstari kama hujafahamu ya kwamba wakati wametoka baharini, wametoka kwenye ile njia ambayo Mungu aliwatengenezea, wakaingia nchi kavu, hawakuwa na maandalizi ya kutunga wimbo. Hakukuwa na kiongozi wa kwaya wa kufundisha taifa zima kuimba. Lakini kwa sababu ya matendo ambayo Mungu amewafanyia, wakamsifu Mungu. Si kama tunaelewana? Ni wimbo ambao hauko kwenye maandalizi, haujajiandaa, lakini inakuja sifa moyoni mwako. Unapita kwenye shida, unashangaa ndani mwako, unashangaa, unasifu, unaanza kuimba. Haujajiandaa, haupo katika hali, inawezekana hata huo wimbo wenyewe haujui, lakini unakuja tu wimbo kijani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Unapita kwenye shida, unapata huo wimbo. Unapita kwenye raha, unapata huo wimbo. Hawa watu wakaimba, na Biblia inasema, natamani sana kuufahamu vizuri, kwa sababu wimbo, Biblia inasema katika huo Ufunuo, tutaimba wimbo wa Musa na wa mwana kondoo. Ukiangalia katika nyimbo za Musa, huu ndio wimbo mkubwa wa Musa. Najaribu kuangalia tutauimbaje mbinguni. Hebu fikiria, ni wimbo ambao haukuwa tu wenye impact kipindi kile, lakini tutakuja kuimba mbinguni. Hawakuwa na maandalizi, lakini taifa, uwepo wa Mungu ukashuka, wakaimba. Wanapogusa, wanaposema kabisa kwamba farasi na mpanda farasi Mungu amewatupa, kabla ya hapo hawakuwa najua kwamba farasi na mpanda farasi watatumbukia baharini. Kwa hiyo hawakuwa na maandalizi yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza akaachilia wimbo katikati ya shida ambayo unayo, katikati ya mazingira ulio nayo. Usiseme mbona mimi sio mtunzi wa nyimbo. Mungu hajakupa kwa ajili ya kutunga nyimbo. Mimi kuna nyimbo ambazo nimeshai kutungaga, nimesema kutunga,
Lakini sio kwamba nilikuwa natunga, zilikuwa zinakuja. Baada ya huo muda zinapotea na sizikumbuki tena. Wakati mwingine nikiwa nakumbuka najirekodi, ndio maana simu zimekuja. Unaimba sehemu, kuna wimbo unakuja, naanza kujirekodi. Nikija kusikiza baadaye sioni hata kama una maana sana, lakini unakuwa umeshapita kwenye ule wakati ambao Mungu aliuleta. Bwana Yesu asifiwe. Naweza kukumbuka sauti, lakini maneno kama hayaendi tena, yani hakuna namna ya kuingiliana. Hawa watu walitunga wimbo, ukija kuangalia sasa hivi ni kwamba kuwe kuna vina, kuwe kuna mabeti, lakini sioni mabeti hapa wala vina. Bwana Yesu asifiwe. Ila ni Mungu, ni wimbo ambao Mungu anaujua. Kwa hiyo kumsifu Mungu kupo kwa njia nyingine ya kutokuwa na maandalizi. Inaweza ikatokea hiyo nafasi kwako kwenye maisha yako. Inaweza ikatokea, inaweza ni kitu ambacho ni cha mara kwa mara kwa sababu ya hali unayopitia. Inawezekana ukawa unaingia katika mtihani, afu ghafla unashangaa unaanza kuimbishwa wimbo, au umetoka kwenye mtihani unaona kabisa yale mambo kabisa Mungu amenitendea, sikuwa nimejiandaa lakini Mungu amenitendea. Ghafla unaingia wimbo ndani mwako. Msifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sipati kujua hii namna gani kwaya ya taifa zima. Mstari wa 20 Biblia inasema hivi, na Miriam nabii mke ndugu yake Haruni akatoa tari mkononi mwake, wanawake wakatoka wote wakaenda nyuma yake wenye matari na kucheza. Miriam akawaitikia. Sasa hicho Kiswahili ni kiitikio, chorus. Mwimbieni Bwana kwa maana ametukuka sana, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Sasa sijui sauti ilikuwaje, lakini maneno ukiangalia hayakolei sana vizuri, lakini ilikuwa ni chorus, taifa zima lilikuwa limeimba. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Biblia Mungu akusaidie uweze kuona, inawezekana hata uone kama movie, yani uone hali ambayo ipo. Kwa sababu kuna vitu ambavyo vimerekodiwa, vimeandikwa, ukisoma juu huoni ile picha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo iko namna ya kumsifu Mungu pasipokuwa na maandalizi. Bwana Yesu asifiwe. Namna ya tano ni moja ya namna tunazozitumia sana, kusifu kwa vyombo vya muziki. Hapa najua mtakuwa tutaelewana tu vizuri. Kumsifu Mungu kwa njia ya vyombo vya muziki. Zaburi ya 33 mstari wa 2 na wa 3. Zaburi ya 33 mstari wa 2 na wa 3. Zaburi ya 33, naomba usifanye haraka kuondoka, tunakwenda kumalizia lakini bado kidogo, ila usiwahi kuondoka. 33 mstari wa 2 na wa 3. Biblia inasema, mshukuruni Bwana kwa kinubi, kwa kinanda cha nyuzi 10. Mwimbieni sifa. Mwimbieni wimbo mpya, pigeni kwa ustadi, kwa sauti ya shangwe. Wapigaji mpo? Wapigaji? Gitaa yako najua ina nyuzi 4, si ndio? 5. Hapa anasema nyuzi 10. Zipo nyuzi 10. Kuna zile wanazoziweka hapa zinakuwa una kama zeze, yani linapigwa hapa hivi. Yapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe vyombo vinahusika kumsifu Mungu, na Mungu anavitambua. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu ambacho ni cha ajabu sana, anasema katika ule mstari wa 3, anasema hivi, mwimbieni wimbo mpya, pigeni kwa ustadi. Wapendwa, tunapigaga kawaida tunadhani ndio hali ya kipendwa. Hali ya kipendwa ni kupiga kwa ustadi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Manake kama kuna gharama tunaifanya kwa ajili ya watu kujifundisha na kufanyeje, ni kibibilia. Yaani Mungu anataka tumsifu kwa ustadi. Kuna siku nilikuwa nasikiliza maandalizi ya tamasha fulani la nyimbo za kidunia Marekani. Nilikuwa nasikiliza maandalizi. Unisikize vizuri. Nilikuwa nasikiliza maandalizi ya tamasha fulani la nyimbo za kidunia Marekani. Nilikataka kuona wanafanyaje kuandaa matamasha yao. Wanatumia gharama gani kuandaa matamasha yao.
Alafu tukapiga mahesabu sisi wapendwa, tunapoandaa tamasha tunasemaga vyombo vipo tu hivi vya kanisani, wapigaji hao wapo, si ndio? Alafu tunakwenda kumsifu Mungu. Tunamsifu Mungu, unasikia gitari na koroma. Tunasema Mungu anasikia sauti zetu. Nani kakwambia? Biblia inasema tupige kwa ustadi. Manake pia vyombo, ina maana kumbe kuna wakati tunahitaji tujaze vyombo vya muziki huko. Kuna wakati kuna wenzetu watu wakubwa wanakwaruzaga hadi chupa kama ya mirinda. Ina mlio wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Manake kumbe tunatakiwa tumsifu Mungu kwa ustadi, kwa kiwango. Kama ni sauti, ichongoke kweli, iimbe, iwe nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna ustadi, kuna kiwango ambacho Mungu anahitaji tumsifu Mungu. Usiseme mimi haina shida, tunamsifu tu Mungu kawaida kawaida. Kwa ustadi. Ukisoma kile kitabu cha Zaburi 150 mstari wa 3 na hadi wa 5. Zaburi 150 mstari wa 3 hadi wa 5 anasema, mstari wa 3 na wa 5 anasema, msifuni kwa mvumo wa baragumu, msifuni kwa kinanda na kinubi, msifuni kwa matari na kucheza, msifuni kwa zeze na filimbi, msifuni kwa matoazi yaliayo, msifuni kwa matoazi yavumayo sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna neno linajirudia, kucheza, kucheza, kucheza ipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama ni mpendwa mstaarabu sana, inawezekana mbinguni usiingie, kwa sababu hatutataka watu wastaarabu sana zaidi ya ustaarabu wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ukimjua unayemsifu ni nani, ukimjua. Kuna mahali anasema tumsifu Mungu kwa akili. Nataka nikuonyeshe kitabu cha Zaburi Zaburi 47 mstari wa 7. Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote, imbeni kwa akili. Kwa hiyo lazima umfahamu unayemsifu ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vyombo vya muziki, kuna kumsifu Mungu kwa njia ya vyombo vya muziki. Tunatumia vyombo vya muziki. Tunapotumia vyombo vya muziki sisi na hivyo vyombo vya muziki wote tunamsifu Mungu. Sio sisi tunasubiria vyombo vya muziki ndio vimsifu Mungu peke yake. Sisi na vyombo vya muziki tunakwenda mbele za Mungu, tunamsifu Mungu. Kwa sababu vyombo navyo ni viumbe ambavyo vinaweza vikamsifu Mungu. Kama vile ambavyo sadaka ya Kaini, yeye na sadaka yake vikakataliwa. Habili, yeye na sadaka yake wakakubaliwa. Unapoenda mbele za Mungu, sidhani tu unaenda kutoa sadaka. Yaani wewe unaenda na sadaka yako inakwenda. Au tujaona huo mstari? Sikuwa nimepanga kwenye somo, lakini ngoja nikuonyeshe tu. Mwanzo mlango wa 4. Mwanzo mlango wa 4. Kwa maana nakwambia ukiwa unasoma Biblia usipitishe tu juu pita haraka. Soma hatua kwa hatua. Hawakukosea kuandika hivyo walivyoandika. Anasema ikawa mstari wa 3, Mwanzo 4 mstari wa 3, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Kwa hiyo ni vitu viwili vilivyokwenda mbele za Mungu. Habili alienda na sadaka yake ikaenda, wakakubaliwa wote. Bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kwa hiyo vyote navyo Kaini alikataliwa na sadaka yake ikakataliwa. Kwa hiyo sidhani unapoenda mbele za Mungu kumsifu na vyombo vinaweza vikakubaliwa, wewe ukakataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapiga kwa ustadi, lakini pia na wewe unamsifu Mungu kwa kiwango ambacho Mungu anataka umsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namna ya 6. Namna ya 6. Tutamaliza somo la kusifu, huwa ni pana sana. Namna ya 6. Kusifu kwa kupaza sauti kuu.
kusifu kwa kupaza sauti kuu, au tunasema kwa sauti ya shangwe. Kusifu kwa kupaza sauti kuu. Zaburi ya 47 mstari wa kwanza na watano. Zaburi ya 47 mstari wa kwanza na watano. Mstari wa tano, okay. Mstari wa kwanza, Zaburi ya 47 mstari wa kwanza na watano. Mstari wa kwanza Biblia inasema, enyi watu wote pigeni makofi, mpigieni Mungu kelele kwa sauti ya shangwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio tu makofi peke yake, na sio tu kumsifu Mungu kawaida, kumpigia kelele ya shangwe, kwa sauti ya shangwe. Mstari wa tano, Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu. Kwa hiyo anaposema kwa sauti kuu au kwa sauti ya kelele za shangwe, ni kiwango cha kumsifu Mungu. Kuna watu watamsifu Mungu kawaida, alafu kuna wale ambao Mungu atawapa watasikiana ni wao kumsifu Mungu kwa kelele za shangwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali ambako walikuwa wanapita wana wa Israeli, ile kumsifu Mungu, Biblia inasema akawasikilizisha sauti, mvumo wa sauti, wakati wamepokea lile sanduku la agano mpaka kambi ya adui. Wakasema, kuna kitu gani kwenye kambi ya Waebrania? Wakaambiana, Mungu wao ameingia kambini. Manake walimsifu Mungu kwa sauti za kelele za shangwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kupo kumsifu Mungu kwa sauti ya kelele za shangwe. Zaburi 66 mstari wa kwanza. Zaburi 66 mstari wa kwanza. Biblia inasema, mpigie Mungu kelele za shangwe nchi yote. Darudia, mpigie Mungu kelele za shangwe nchi yote. Kwa hiyo kumpigia Mungu kelele za shangwe ni kitu ambacho ni cha kumsifu Mungu, ni namna nyingine ya kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Namna ya saba, nitaishia kwenye namna ya saba ili nimalizie na jambo lingine. Namna ya saba, ziko namna nyingi lakini namna ya saba, kusifu kwa ukiri. Kusifu kwa ukiri, shukrani na kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Kusifu kwa ukiri, unakiri kwa ukiri au shukrani au kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Aina hii ni aina mojawapo ambayo tunaitumia sana pale ambako unamsifu Mungu kwa kile ambacho inawezekana bado hajafanya lakini atafanya. Fikiria unaumwa, alafu ndani mwako imeingia wimbo wa kumsifu Mungu. Unamwambia Mungu, asante kwa kuniponya, unakiri. Bwana Yesu asifiwe. Asante Mungu kwa kunipa kazi, unakiri hujapata. Asante Mungu kwa kunipa watoto, hujapata lakini unakiri. Unakiri juu ya ahadi za Mungu kwenye maisha yako. Anasema kama atakuinua, ameahidi atakuinua. Unakiri, unamsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapita kwenye changamoto fulani, afu unamsifu Mungu kwa kukiri kwamba Mungu, ninaamini ahadi zako ni hakika na kweli. Kwa hiyo unakiri, unamshukuru Mungu. Kushukuru ni kutangaza mwisho kabla huo mwisho hujafika. Unamwambia Bwana Yesu, asante kwa kutufikisha salama safari hii. Ndio kwanza, bado ndio umeanza safari. Bwana Yesu asifiwe. Unakiri, unamshukuru Mungu. Wakati mwingine unaweza kaenda mbali zaidi hata na kutoa. Unashangaa, unamsifu Mungu kwa kutoa sadaka. Unakuja ndani mwako, yaani ingeni nyumbani mwa Bwana kwa dhabihu za kushukuru. Dhabihu ni sadaka. Kushukuru pia ni aina nyingine ya kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 66 mstari wa 2 na 3. Tumesoma wa kwanza, lakini mstari wa 2 na 3 anasema, imbeni utukufu wa jina lake, tukuzeni sifa zake. Mwambieni Mungu, matendo yako yanatisha kama nini. Kwa ajili ya wingi wa nguvu zako, adui zako watakuja kunyenyekea mbele zako. Sasa unamwambia Mungu matendo yako yanatisha, bado hajafanya lakini unamwambia Mungu, unakiri
juu ya kitu ambacho Mungu atakifanya. Hajakifanya sasa, lakini atafanya. Una hakika kwamba atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Ziko aina nyingi, lakini leo tutaishia namba 7. Tutaishia hizo namna 7 za kumsifu Mungu. Kwa hiyo kuna kucheza, namna ya kumsifu Mungu. Hatujaongelea habari za sauti nzuri. Ipo sauti nzuri kumsifu Mungu kwa ustadi, sawa, ipo. Lakini hauwezi ukasema hauna mwili wa kucheza. Unao. Hauna mikono ya kuinua juu. Unayo. Hauna namna ya uwezi ukainama ukasujudu. Unayo. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukatumia vyombo. Unavyo. Manake hakuna namna ambavyo unaweza kusema mimi siwezi nikamsifu Mungu. Kumwimbia Mungu sawa, sio wote tunaweza tukaimba, lakini kumsifu Mungu kila kiumbe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jambo la msingi au mambo ya msingi ya kuangalia kabla sijamaliza somo hili. Mambo ya msingi ndio huo msingi wa kumsifu Mungu sasa. Mambo ya msingi. Mambo ya msingi ya kufahamu. Msingi wa kumsifu Mungu ni utakatifu. Jambo la msingi kabisa la kwanza. Msingi wa kumsifu Mungu ni utakatifu. Kucheza huku kama ni nje ya utakatifu, haumsifu Mungu. Kuinua mikono kama ni nje ya utakatifu, hakumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndipo inapokuja swala la style ya kucheza, step. Kama ni utakatifu, step unazocheza itakuwa ni za kitakatifu. Haimaanishi utakatifu kama ni upole. Kwa watakatifu wanacheza na wanaruka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikasema kwamba lazima uwe una msingi upi? Msingi ni utakatifu. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 33 mstari wa kwanza. Zaburi 33 mstari wa kwanza anasema hivi: mpigieni Bwana vigelegele enyi wenye haki. Kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 33 mstari wa kwanza. Kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Lakini pia hapo juu anasema mpigieni vigelegele enyi watakatifu, enyi watu wake wenye haki. Kwa hiyo bado msingi wa kumsifu Mungu ni utakatifu. Cha kwanza kabla ya kwenda mbele za Mungu, jikague. Jikague moyo wako, jikague maisha yako. Kwa sababu yanaweza yakatokea yale ya Kaini. Wewe na ibada yako ya kusifu vikakataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kile kitabu cha Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili, mlango wa 20 mstari wa 21. Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili, mlango wa 20 mstari wa 21. Biblia inasema hivi: naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Anasema watakaomsifu katika uzuri wa utakatifu. Alafu mnaenda vitani, jeshi linakuwa nyuma, kikundi cha kusifu na kuabudu kinatangulia mbele. Ushawahi kuona hiyo? Yaani jeshi kwenye vita, Mungu anawapa namna ya kupigana. Silaha mnazo, wanajeshi wanao. Lakini anasema hivi, praise team ndio mnasogea mbele, ndio front line wa kwanza. Hivi angekuja kiongozwa namna hiyo, manake mngeza kusema huyu anataka kututoa chambo, si ndio? Kwamba tuwe wa kwanza kufa. Lakini kibibilia Mungu alikuwa anawaambia hao tena sio kumsifu Mungu, wanamsifu Mungu katika uzuri wa utakatifu. Manake wanaachilia uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo praise team wakawa ndio mbele. Ukiangalia kile kipindi ambacho wanazunguka Yeriko, waliokuwa wametangulia ni makuhani, jeshi liko nyuma. Makuhani wamebeba sanduku, wanafuatia waimbaji, afu nafuata jeshi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kusifu,
msingi wake ni utakatifu. Unapoingia kumsifu Mungu, unapoishi, kusifu ni maisha full, ni maisha kamili. Kwa hiyo lazima ujikague maisha yako mwenyewe. Jikague maisha yako mwenyewe. Kagua mienendo yako, kagua maneno yako. Kama ni kinywa kinamsifu Mungu, kisiwe kinywa kinachotoa laana, kinachotukana, kinachotoa maneno machafu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kwenye Biblia, mikono, unaposema unamsifu Mungu kwa njia ya kumuinulia mikono, nikupe siri hii. Mungu ataangalia mikono yako, ataipima katika ulimwengu wa roho, ataona ina uchafu au ni misafi. Ujanisikia vizuri? Kama unamsifu Mungu kwa njia ya kumuinulia mikono, watu waelewane. Zaburi 24. Zaburi 24. Zaburi 24 mstari wa 3 na wa 4. Anasema hivi, Zaburi 24 mstari wa 3 na wa 4. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi. Manake anapima, unapoenda mbele za Mungu kwa kumsifu kwa njia ya kuminulia mikono, anapiga x-ray yake ya kiroho, anaona mikono yako sio safi. Kwa hiyo sifa yako inakataliwa. Ndio maana anasema msingi wa kumsifu Mungu ni utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Ni mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila. Kwa hiyo usizani katika ulimwengu wa roho, mikono, viungo vya mwili wako vinaweza vikawa ni visafi mbele za Mungu au sio visafi. Kwa sababu hata Daudi alikataliwa kujenga hekalu la Mungu kwa sababu ya nini? Ya mikono yake imejaa damu. Haikuwa imejaa damu kivibaya, alikuwa ni mtu wa vita, lakini ile hekalu ni takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili la mwisho la msingi kabisa la kufahamu. Kumbuka nimekwambia jambo la kwanza, msingi wa kumsifu Mungu ni utakatifu. Jambo la pili, sifa inashusha uwepo wa anayesifiwa. Sifa inashusha uwepo wa anayesifiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa ndipo ambako tunatakiwa tuwe makini sana. Sifa zinashusha uwepo wa anayesifiwa. Kama unamsifu Mungu, uwepo wa Mungu utashuka anaposifiwa. Kama unamsifu shetani, uwepo wa shetani utashuka. Na kwa tafsiri nyingine ni kwamba sifa zina roho nyuma yake. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Zaburi 22 mstari wa 3. Zaburi 22 mstari wa 3, Biblia inasema, na wewe mtakatifu, uketie juu ya sifa za Israeli. Tafsiri yake ni kwamba Mungu anashuka katika mahali ambako anasifiwa. Uwepo wake upo kwa sababu kasifiwa mahali fulani. Kwa hiyo na uwepo wa shetani upo mahali kama shetani anasifiwa hapo. Fikiria nyimbo ambazo unazisikiliza, nyimbo za kidunia, kama zinamsifu shetani, maana yake zinamwakilisha shetani, zinaleta uwepo wa shetani. Kama Daudi alikuwa anaweza akaimba mbele za Sauli, na ile roho mbaya inatoka kwa sababu alipoimba roho wa Mungu alishuka, uwepo wa Mungu ulishuka, shetani hawezi akakaa. Kwa hiyo na shetani anapoimbiwa mahali, lazima uwepo wa shetani ushuke. Uwepo. Bwana Yesu asifiwe. Wengi tunapenda nyimbo za kidunia, hata wapendwa tunapenda nyimbo za kidunia. Tunapenda nyimbo na hasa za Kiingereza kwa sababu tunaona kama hazionyeshi maneno fulani mabaya. Ukisikia maneno ya kina mpaka nasema watumishi, waimbaji wa hapa Bongo, tunasikia maneno, lakini wale wenzetu hatusikii maneno.
Lakini mimi kuna siku nilikuwa nafuatilia. Ningekuwa nimekuja na list ningekuambia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna maneno, kuna nyimbo ambazo wale watu wametoa nafsi zao kwa shetani, wameamua kumwabudu shetani. Waimbaji wengi wa kizazi kipya, nyimbo za kidunia. Na wengine kabisa wanatangaza, nazo clip baadhi kwenye simu yangu. Anakuambia I am a devil worshiper. We are going to hell. Are you ready to go with me? Watu wanajibu, yeah. Kabisa zipo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua natamani siku moja mchungaji tutakuwa tunafanya ibada zile za jioni afu tunatafuta screen tunaweka tunakuonyesha hivyo viclip. Na unaposikiza usiende ukatafuta kusikiliza bila kujifunika ufahamu wako na damu ya Yesu. Sikia hicho. Unapotafutaga hivi vitu, kuna vitu tu tuna search kwenye internet na mwambie Bwana Yesu funika ufahamu wangu kwa sababu sio katekwa, unatekwa. Sifa inatekwa. Nyimbo za kidunia kuna wakati unaweza kusikiza unashangaa unaenda na unaenda hivi, hey, kumbe nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Zipo hivyo. Kwa unaposikiza, unapoenda kutafuta, unamwambia Bwana Yesu nafunika ufahamu wangu na damu ya Yesu. Ninatafuta kwa ajili ya kujifunza na kufundisha wengine. Kwa sababu unapokuja kuna watu kuna siku moja nilishawahi kuambiaga kuna nyimbo tunaimba. Kuna nyimbo tunaimbaga za kiharakati. Ameimba Shaggy, si ndio? Shaggy najua wapendwa wengine hamjui. Yupo Shaggy ni mtu wa ni mwanaharakati. Ni mwanamuziki yule mwanaharakati. Lakini yule ni anaabudu shetani. Nyimbo anazoziimba za wanawake au za wamama. Kuna wimbo ambao tunaimbiana unakuta labda baba amemwimbia mama au mwanaume amemwimbia mwanamke. Na zinatumika sana kwenye harakati za kipindi za wanawake, sikukuu za wanawake. Lakini ule wimbo alikuwa anamwimbia Mungu wake ambaye ni Semiramis, ni Mungu jua wa kike. Bwana Yesu asifiwe. Na ameimba kabisa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hizo nyimbo zipo. Ametumia nyimbo kabisa ambazo anamuelezea she's going to take me to the higher place. Higher place ni wapi? Mahali pa juu. Mahali pa juu ni sehemu ya kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Zipo. Tunaangalia kabisa anamtaja kama malkia. Sasa tangulini akawa ni malkia, ni lugha ya picha na muabudu shetani yoyote ambaye ni mwimbaji. Na sio tu mwimbaji, muabudu shetani yoyote anakuja nje lazima atangaze anayemwabudu ili watu wamsifu. Kama ni anatumia wimbo, anatumia nyimbo, atamsifia. Kuna nyimbo kadhaa, usishangae kwa nini nafahamu, nafuatilia. Na ni watu wengi wanafuatilia hizo nyimbo kwa sababu ni za Kiingereza. Hatufuatilii maneno. Bwana Yesu asifiwe. Hatufuatilii maneno. Lakini nyingi zinamwabudu Mungu wao. Yaani wengi wanamwabudu Mungu wao watu wengine wakidhani ya kwamba hizi ni nyimbo kawaida tu. Nyimbo kawaida. Shaggy aliimba wimbo anasema I wonder if God is a woman. Sasa neno wanda ni kawaida limekuja, lakini anachomaanisha kwamba Mungu wake ni mwanamke. Kabisa. She is going to take me to the higher place. Tunakuta hapo ndio tunaimba, tunadhani ni wimbo mzuri, tunafurahia. Kuna mwingine anaodedicate kwa mpenzi wake, kwa mama yake, kwa dada yake, kumbe unajiungamanisha na maroho. Kwa sababu imebeba roho. Anayesifiwa ni adui. Uwepo wa adui na kuwepo pale. Uwepo wa shetani na kuwepo pale. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi kutaja kwa majina kwa sababu ni vitu vya wao. Lakini tungekuwa tunaongelea sisi hapa ndani, ningekutajia majina baadhi ambao nafahamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaimba. Hata hapa nyimbo za hapa Bongo hapa, sisi tunazisikia. Kama nyimbo imejaa mambo ya mapenzi, anayesifiwa hapo, kuna roho ya mapenzi, kuna roho ya ngono itaachiliwa kwa kila anayesikia. Ndio maana shangaa unasikiza nyimbo,
unashangaa ghafla kuna pepo linakuingia. Kama ni nyimbo ya ugomvi, unashangaa ndani mwako unasikia. Ukiangalia wachezaji wa mpira, tunaiga tena, wapendwa, tunaiga. Unaona mtu kafunga goal hapo, anaenda anafanya style fulani, sitaki kuonyesha yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anafanya style fulani. Katafute, kafuatilie hiyo style kaipata wapi. Nilifuatilia baadhi ya wachezaji wakubwa duniani. Nikafuatilia somebody, sitamtaja. Nikaenda, kumbe ana mwabudu mungu shetani ambaye ni jua. Wamepanga yeye huyo kwenye nembo ya huyo mungu wake, yeye kakaa katikati na kiti. Kuna watu kuna mtu anashanielewa. Kuna sanamu ya huku na kuna sanamu ya huku. Zilivyokaa zinavyomwabudu huyo mungu ndio ishara yule mtu akifunga goli anachokifanya. Afu wewe unaenda kushangilia na wewe unafanya kama alichokifanya yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unisikilize, shetani anafanya kazi, hataki watu wamfahamu Mungu. Hata kama wanataka kumfahamu, watamfahamu tu kama kumsifu Mungu ni kumwimbia. Lakini kumbe ni maisha. Lazima utakatifu. Utashangaa utakatifu ukiwa ni msingi. Kuna mambo Mungu atakwambia haya achana nayo. Ni kawaida watu wanafanya, lakini achana nayo. Utaharibu ibada. Utaharibu ibada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sina namna ya kuweza kukuambia zaidi, lakini ibada, ushawahi kufikiria? Nimeshamaliza. Ushawahi kufikiria kwa nini kila mkutano wa kiserikali, ni jambo la kawaida, lazima wawepo waimbaji? Kwa nini? Limetoka kwenye Biblia. Ukisoma kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza mlango wa 25, Mambo ya Nyakati wa Kwanza mlango wa 25, na kwenda kumalizia, nagongewa kengele kabisa ndani kwamba umeshamaliza sasa. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 25 mstari wa kwanza na wa pili. Tena Daudi na maakida wa jeshi wakatenga kwa utumishi baadhi ya wana wa Asaf na wa Heman na wa Yeduthun, watakaotabiri kwa vinubi na vinanda na matoazi. Hii ndiyo hesabu ya wafanyakazi sawa sawa na utumishi wao. Wa wana wa Asafu, Zakuri na Yusufu na Nethania na Ashireta, wana wa Asafu, walioamriwa na Asafu aliyetabiri kwa amri ya mfalme. Ukisoma Biblia vizuri, tafsiri ya neno kutabiri ni kuachilia uwepo wa Mungu. Anachokisema hapa, Daudi na jeshi lake na majemadari wa jeshi lake wanapanga watu watakao kuwa wanasifu wakiwa wanafanya mikutano, wakiwa wanaendesha mikutano ya kiserikali. Sasa mikutano ya dini hapa, mikutano ya kiserikali. Wamepangwa watu wa kusifu, watu wa kucheza, watu wa kusifu. Sasa Biblia inasema watakao tabiri kwa njia ya vinanda na vinubi na matoazi. Maana yake watakao achilia uwepo wa Mungu. Sasa hawa walikuwa wanaabudu Mungu wa kweli. Kwa hiyo katikati ya mikutano yao ya kiserikali kulikuwa kuna ushuka uwepo wa Mungu. Unashuka. Sasa nakuonyesha mfano mmoja ambaye alishukiwa na uwepo wa Mungu akaanza kutabiri katikati ya mkutano. Ukisoma kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 20 mstari wa 14. Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 20 mstari wa 14. 20:14. Biblia inasema, ndipo Yahazieli mwana wa Zekaria mwana wa Benaya mwana wa Yeeli mwana wa Matania Mlawi wa wana wa Asafu akajiliwa na roho ya Bwana katikati ya kusanyiko. Mmeenda kwenye kusanyiko la kiserikali, alafu wale ambao walikuwa wanasifu uwepo wa Mungu kashuka, ndio huko kutabiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utakuja kuelewa kumbe tunavyofanya kwamba kuna mikutano ya kiserikali, kuna kila kitu, tunaleta waimbaji. Inawezekana hawajui. Kwa nini? Kwa sababu ni tamaduni walizozikuta. Lakini kumbe waimbaji wanawakilisha uwepo wa anayesifiwa. Kwa hiyo ukiwepo mpendwa pale,
unashangaa umezungukwa na wingu ambalo unashangaa ndani mwako unapata shida. Sababu uwezo ukasema unatoka, inawezekana umeenda pale kwa nia nzuri na ni kumsikiliza kiongozi, lakini katikati ya kumsikiliza kiongozi unashangaa kuna uwepo tofauti na uwepo wa kwako wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuna muda wa kusema utashughulikiaje, lakini ndani mwako achilia damu ya Yesu. Aidha kuna wakati ambako Mungu atakulinda ili hayo mabaya yasikukute. Usiombe wao wote wajaliwe na uwepo wa Mungu. Ni maombi tofauti. Kwa sababu mahali ambako tayari shetani kapata uhalali, uomba Mungu wewe akulinde utoke salama. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna muda wa kuelekezana namna ya kufanya, lakini ndicho hicho ya kwamba kusifu kunaleta uwepo wa anayesifiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie unapopata nafasi ya kumsifu Mungu, unapopata nafasi ya kumwabudu Mungu. Hebu mwabudu Mungu katika roho na kweli. Naomba tusimame. Mahali ambako inawezekana kuna vitu umevifahamu, Roho Mtakatifu akusaidie. Kama ulikuwa unacheza kikawaida bila kujua, kibibilia ipo msingi wake uwe ni utakatifu. Isiwe unacheza kwa sababu ni staili za kiduniani, ndani mwako unasikia kabisa hiyo staili hapana, na wewe unaendelea. Hapo unapingana na uwepo wa Mungu, unapingana na Roho Mtakatifu anayeachilia amani. Ukikosa amani, manake Mungu hayuko hapa, hajakuruhusu. Lakini pia Mungu atakupa kibali kwa sababu wote tuna Roho Mtakatifu akiachilia amani kwako juu ya kila unachokifanya, na ataachilia na kwangu na kwa yule na kwa yule, kwa sababu tunamwabudu Roho mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani unatoka hapa namna unacheza alafu wengine wote tumekosa amani na Roho Mtakatifu tunaye. Roho Mtakatifu, Biblia inasema tutamwabudu Mungu katika wingu moja, tutakuwa na umoja wa roho. Maana yake atakapoachilia amani kwako na ataachilia na kwangu na kwa yule na kwa yule, maana yake unachokifanya utashangaa ni kwa sababu Mungu ametaka ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa dakika kama 1 au 2, hebu mwambie Bwana Yesu, ninahitaji unisaidie. Inawezekana nimekuwa sikusikilizi. Unatamani tunapoingia kwenye kusifu, kwenye kuabudu, ndani mwangu unatamani ufanye kitu fulani, lakini mimi ninakuzimisha. Nasema hiyo sio cha, hatunaga utaratibu huo TAG, hatunaga utaratibu huo Majoe Christian Center. Wakati mwingine tulikuwa tunazungukaga hapa, lakini sasa hivi naona sioni tena kwa sehemu kubwa. Alafu ndani mwako unashangaa, unatamani muda wa kusifu tukazunguke, nasema mbona hata nikitoka hamna anayenifuata. Usicheze kigroup, cheza peke yako. Cheza peke yako. Sababu Mungu anakujaji wewe kama wewe. Ndani mwako unaposikia, wengine anasikia kuja kuungana na waimbaji huku, ndani mwako umesikia amani, njoo. Sije kuona mchungaji akimkataza mtu. Sije kuona. Amekupa utaratibu mzuri, njoo tucheze. Au kama ni huku unaona hapana, cheza hapa mbele. Tunamsifu Mungu katika uzuri wa utakatifu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, unaweza ukagusa moyo wako tu hivi. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya neema yako. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu ambaye umemwachilia mchana wa leo. Umetufundisha kukusifu. Umetufundisha tukusifu katika roho na kweli, katika uzuri wa utakatifu. Asante kwa sababu Jehova umemimina Roho wako Mtakatifu ndani yetu, anayeachilia amani yako. Unapozungumza nasi unaachilia amani yako. Unapotuonya unaachilia amani yako. Unapotukirimu unaachilia amani yako. Baba, tusamehe mahali ambapo wakati mwingine tumekusifu chini ya kiwango. Tumekusifu chini ya kiwango. Ulitamani tukakusifu kwa viwango vikubwa. Ulitamani tukakusifu kwa uweza. Ulitamani tukakusifu kwa viwango, lakini tukakusifu chini ya kiwango. Turehemu Bwana, tusaidie
tusaidie Jehova, kuanzia sasa tuwe tunakusifu kwa kiwango cha kwako, kwa viwango vya kwako, viwango vya utakatifu, viwango Bwana vya kukupendeza wewe, viwango vitakavyokuinua wewe, viwango Bwana. Inua Bwana, tusaidie Bwana, mikono yetu, miguu yetu Bwana, vinywa vyetu Mungu viwe tayari kukusifu wewe, viwe tayari kukusifu wewe, viwe tayari kukusifu wewe, katika jina la Yesu. Baba, vinywa vyetu vijae sifa zako kila wakati, vijazwe sifa zako kila wakati, vijazwe vinywa vyetu, vijazwe kila wakati, vijazwe kila wakati, katika jina la Yesu. Kagua maisha yetu Bwana, vinywa vyetu, jaza vinywa vyetu, jaza vinywa vyetu, jaza sifa zako Bwana, sifa zako Bwana, matendo yako Bwana yakajae katika vinywa vyetu, katika jina la Yesu. Asante Jehova, asante Bwana Yesu kwa sababu wewe ni mwema. Amen. Haleluya. Ukiwa umesimama hivyo hivyo wakati huu, na hata unayenifuatilia katika mitandao ya kijamii kupitia FB TAG Majoe Christian Center, unayenifuatilia mahali popote, Mungu ametuumba ili tupate kumsifu. Mungu ametuumba ili tupate kumwabudu. Mungu ametuumba tupate kumuinua, tupate kumsifu. Ametupa mikono, ametupa miguu, ametupa sauti, ametupa viungo, ametubariki kwa vitu mbalimbali. Ana lengo tumwabudu, ana lengo tumsifu. Lakini kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Jambo la kwanza, huwezi kumsifu Mungu kama hujapatana na Mungu wako, kama Yesu siyo Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hizo sifa hazifiki mbele za Mungu. Sifa zinazomfikia Mungu ni sifa za wanyofu wa moyo, sifa ambazo za watu wachafu, sifa za watu waofu, sifa za watu wabaya, sifa za watu wenye dhambi. Ni kelele mbele za Mungu. Sehemu nyingine Mungu anasema, niondoeni kelele zenu, niondoeni kelele zenu. Kinacholeta kelele mbele za Mungu katika kumsifu Mungu sio vyombo, sio kingine, ni maisha machafu, maisha mabaya, maisha ya dhambi, maisha ya uovu. Funika macho yako mbele za Bwana. Hayo ndiyo maisha yanayofanya kuwa na kelele, kuwa na kelele mbele za Mungu. Mungu asifiwi. Na waovu hawawezi kumsifu Bwana, na Bwana akapokea hizo sifa. Na wapunga pepo, na wapunga majini, na wachawi, na waorozi hawezi kusifiwa. Na wazinzi na watoa rushwa hawezi kusifiwa na hawa, akapokea rushwa zao. Wala hizo maneno mazuri mazuri ya vinywa vyao yanapotamka wakati wana maisha ya rushwa, wana maisha ya utapeli, ni wazinzi, ni waongo, ni watenda mabaya. Mungu apokee sifa hizo. Anapokea sifa za wanyofu wa moyo, watu ambayo mioyo yao imetubu, watu ambayo mioyo yao imemwelekea Bwana, watu ambayo mioyo yao imetakaswa, watu ambao wamepatana na Mungu, wamemfanya Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, watu ambao wametubu dhambi zao kwa kumaanisha kuziacha. Ukiwa uko hapa umefunika macho, naomba wote tusimame mahali uliposimama. Ni wakati maalumu sana tunapokuwa mbele za Bwana wakati huu. Ikiwa hapo hapo kama upo hujampa Yesu Kristo maisha yako, Yesu sio Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaweza kunua mkono hivi nikaomba na wewe. Maana huwezi kumsifu Mungu usipopatana naye, huwezi kumsifu Mungu usiposafishwa, usipooshwa mwenye maisha machafu. Huwezi kumsifu Mungu na Bwana akapokea sifa zako. Kama upo unaweza kuinua hivi,
na nikaomba na wewe. Lakini kama hupo ndugu yangu naye nisikiliza kupitia FB Majoy Christian Center, TAG Majoy Christian Center, mahali popote ulipo, Mungu anatafuta wamwabudu halisi. Anasema Mungu ni roho, na wamwabudu halisi. Mungu ni roho, na wamwabudu, imepasa wamwabudu katika roho na kweli. Kwa maana Baba watafuta hao wamwabudu halisi, watakao mwabudu Baba katika roho na kweli. Jambo la kwanza, huwezi kumwabudu Mungu katika roho na kweli kama haujaokoka, kama unaishi maisha ya dhambi. Kama unataka kumwabudu Mungu katika roho na kweli, tubu dhambi zako sasa kwa kumaanisha kuziacha. Tubu maovu yako leo kwa kumaanisha kuziacha. Mpe Yesu maisha yako, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndipo utaanza kwenye kumwabudu Mungu halisi, na utakuwa na ibada halisi. Utamsifu Mungu kwa halisi, na Mungu atapokea sifa zako. Mahali ulipo, kama hujaokoka, fuatisha sala hii mahali popote unaposikiliza kupitia FB Majoy Christian, TAG Majoy Christian Center. Mahali popote unaponisikiliza, msikilizaji wangu, unaweza kufuatisha sala hii. Wewe ambaye unataka umwabudu Mungu halisi, unataka umsifu Mungu halisi, na Mungu apokee sifa kutoka kwako, na uwepo wake ushuke na kukuhudumia. Hebu mpatana na Mungu, mpe Yesu maisha yako sasa. Sema sala hii pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Ninakupokea wewe Yesu, uwe Bwana wangu na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kunisamehe. Nataka niombe na wewe ambaye uko hapa katika ibada hii, nisikilize. Kama unaishi maisha ya kujichanganya, maisha ya dhambi, maisha ya uovu, ni wakati wako wa kutengeneza. Maana Mungu hawezi kupokea sifa kwa yule ambaye sio mtakatifu. Biblia inasema kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Unaweza kutengeneza saa hii, kutengeneza sasa, ili Bwana apokee sifa zako kutoka katika tunda la midomo yako, kutoka katika viungo alivyokupa, kutoka katika maisha ambayo Bwana amekupa. Wewe ambaye unasema, ni kweli, kuna mahali ninaona hata Roho Mtakatifu ananishuhudia ya kwamba maisha yangu sio mazuri. Nataka kutengeneza na Mungu. Maisha yangu hayako sawa, hayako vizuri. Wewe ambaye unataka kutengeneza na Mungu, njoo hapa mbele, usimtazame mtu. Njoo hapa mbele, maana Mungu anataka ibada harisi. Mungu anataka sifa harisi. Njoo. Asante sana. Njoo tengeneza na Mungu. Unajijua, usijifanye mkavu. Roho Mtakatifu anakushuhudia, anaujua moyo wako. Sogea hapa tuombe na wewe. Unasema, nataka kutengeneza na Mungu. Moyo wangu hauko vizuri, najihisi siko sawa, najihisi siko katika kiwango kinachofanya niweze kumwabudu Mungu halisi. Maisha yangu yana kelele mbele za Mungu kwa ajili ya mwenendo wangu, tabia zangu, maneno yangu. Sogea hapa tuombe na wewe. Tengeneza na Mungu. Mungu anataka ibada halisi. Mungu anataka ibada. Njoo tuombe na wewe. Nguvu za Mungu zipo za kukusaidia. Ipo neema ya Mungu ya kukusaidia. Endelea kuja. Unasema, nataka kutengeneza na Mungu ili niwe halisi, ili niweze kuwa katika hali njema, hali nzuri. Sogea hapa tuombe na wewe. Nguvu za Mungu zitakusaidia. Asante kwa wewe ambaye umefika hapa mbele. Inua mikono yako, mmoja weka kwenye moyo wako na mmoja inua juu. Sema maneno haya pamoja nami na nitakuombea. Nguvu za Mungu zitakusaidia na Bwana ataenda na wewe. Sema maneno haya pamoja nami. Sema, Yesu, ninakuja mbele zako kwa sababu maisha yangu yako mikononi mwako. Unayafahamu, hayafichiki. Unajua kutoka kwangu, kuingia kwangu, kutenda kwangu, maneno yangu, mwenendo wangu, tabia zangu. Bwana unazijua. Nimekuja mbele zako
nimekuja mbele zako, naomba unisamehe. Nimekuja mbele zako, naomba unisamehe kwa viwango nilivyoviishi, kwa viwango nilivyoviishi ambavyo Bwana haviniruhusu kukuabudu wewe katika uhalisia, kukusifu wewe katika roho na kweli, kukusifu wewe katika viwango vya utakatifu. Yesu, Yesu, unisamehe, unisamehe, unisamehe. Tutakwenda kuomba na nguvu za Mungu zitakugusa. Baba, katika jina la Yesu, watu hawa ni watu wako, wamekuja mbele zako wakiitikia neno lako, wito unaowaita watu wako. Ukasema kwa yule mwanamke Msamaria kwamba mimi ninawatafuta wanaoniabudu halisi. Hawataniabudu katika mlima ule, bali wataniabudu katika roho na katika kweli, wataniabudu katika hali njema. Bwana Yesu, yaguse maisha ya watu hawa. Bwana Yesu, yaguse maisha ya watu hawa. Takasa Bwana, takasa Bwana, takasa Bwana. Ondoa mwenendo, ondoa tabia, ondoa hali yoyote inayozuia uwepo wako, inayozuia uwepo wako kwenye maisha yao, inayozuia kukuabudu halisi, inayozuia kukusifu halisi, inayozuia kukuinua halisi. Ponya Yesu, tengeneza Yesu, tengeneza Bwana, tengeneza Bwana, tengeneza maisha ya kijana huyo, tengeneza Bwana, tengeneza maisha ya mama huyo, tengeneza. Roho Mtakatifu, wewe ni muumbaji, waweza kuumba, waweza kuumba tabia, mwenendo, hali za maisha. Mungu anayo mazingira yanayomzunguka, lakini wewe waweza kutengeneza. Tengeneza Bwana, umba Bwana, katika jina la Yesu. Wewe ambaye ni mfinyanzi wa kweli, tengeneza maisha, tengeneza, tengeneza katika jina la Yesu. Tengeneza katika jina la Yesu, tengeneza katika jina la Yesu. Rapapapabashi, repapapabashi, rapakatakarama, yekesekerere, rapapapasheke, rakatakarama. Tengeneza Bwana, tengeneza Bwana, tengeneza Bwana. Mioyo hii ukaitengeneze, maisha haya Bwana ukayatengeneze katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Haleluya. Jesus. Asante Mungu abariki. Nataka kuomba kwa wale wagonjwa, hata unanifuatilia kupitia FB TAG Majoy Christian Center, mahali popote ulipo, hata kama ni mgonjwa, weka mkono kwenye moyo wako. Na wewe ambaye uko hapa ni mgonjwa, sogea hapa tuombe na wewe. Nguvu za Mungu ziko hapa zitakugusa. Nguvu za Mungu ziko hapa zitakugusa. We mgonjwa ambaye upo, sogea hapa tuombe na wewe. Usifanye mazoea, wala Mungu haendi kwa mazoea. Mungu anataka umwamini kwa imani, na unapomjia mjie kwa imani, sio kwa mazoea. Ukizoelea ukasema nilizoelea kuombewa, utapata uponyaji. Mungu anataka uende kwa imani na umjie kwa imani, kwamba leo naenda kupokea uponyaji wangu, leo naenda kupokea uponyaji wangu, na Mungu atakuponya. Inua mikono yako miwili juu, na domba na juu yako, na nguvu za Mungu zitakugusa. Baba, katika jina la Yesu, nasimama kinyume na kazi za ibilisi, roho za mateso, roho za magonjwa na udhaifu wa kila namna kwenye mili ya watu hawa. Yesu Kristo, ulidhihirishwa ili uzivunje na kuziharibu kazi za ibilisi. Ulikuja Bwana ili watu hao wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Ninaamuru sasa pepo wachafu, haya pepo ninaamuru mtoke katika jina la Yesu. Majini yote yatoke, magonjwa yote yatoke. Ibilisi achia, achia afya yake, achia mwili wake, achia katika jina la Yesu. Toweka ndani yake, toweka katika mwili huu, toweka katika jina la Yesu. Ninatamka uponyaji, ninatamka uzima. Pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima. Na kemea roho ya magonjwa, hama
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho ya magonjwa, mateso, maradhi na udhaifu, hama katika jina la Yesu, hama katika jina la Yesu, hama katika jina la Yesu. Magonjwa yote hama katika jina la Yesu. Hali zote za magonjwa ninazitoesha katika jina la Yesu. Pokea uponyaji, ninaamuru katika jina la Yesu. Haya demon, roho mbaya za kuzimu, pepo wachafu, naamuru leo hama, come out katika jina la Yesu. Toka ndani yake, achia ndani yake. Napiga katika jina la Yesu, napiga katika jina la Yesu. Umo ndani ya moyo wako, ndani ya mwili wako, hayo madudu yaliyokaa majini, chini, hama katika jina la Yesu. Out in the name of Jesus. Na kuapesha, achia maisha yake, achia katika jina la Yesu. Achia. Haya, ondoka usio mwili wako. Na kuapisha, umeshikilia ufahamu wake. Haya, moto, huo moto, fire katika jina la Yesu. Moto, achia katika jina la Yesu. Haya, ninatuma moto, natuma moto, naachilia moto, Holy Ghost fire. Roho Mtakatifu ni moto. Wewe ni moto ulao, Mungu ni moto ulao. Ninaamuru sasa kila kilichokuwa ndani ya mama huyu, out katika jina la Yesu. Out katika jina la Yesu. Out katika jina la Yesu. Achia ufahamu wake, achia maisha yake, achia ndoa yake, achia uchumi wake, achia maisha yake by fire katika jina la Yesu, kwa moto katika jina la Yesu Kristo. Come out. Pokea uzima. Funguka katika jina la Yesu. 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 We mzima katika jina la Yesu. Natamka uzima katika jina la Yesu. Natamka uzima, mateso, magonjwa, udhaifu, hama katika jina la Yesu. We mzima sai, pokea uzima na uponyaji katika jina la Yesu. Baba, ninaomba kwa ajili ya ndugu zangu wanaotufuatilia kupitia FB TAG Majoy Christian Center. Wagonjwa waponye mahali walipo, waponye. Mwenye ugonjwa, kila aina ya ugonjwa, vichomi vitoondoke katika jina la Yesu. Kansa iondoke katika jina la Yesu. Maumivu ya kichwa yatoweke katika jina la Yesu. Maumivu ya mgongo ondoka katika jina la Yesu. Asazi hama katika jina la Yesu. Ninaamuru asazi zote zitoke katika jina la Yesu. Ninaamuru kansa katika jina la Yesu. Ewe kansa, toka katika jina la Yesu. Ninaamuru mateso ya namna mbalimbali, vifungo vya nguvu za giza, vifungo vya mashetani na mapepo, achia watu hao katika jina la Yesu. Toweka ndani yao katika jina la Yesu. Nguvu ya Mungu ikuguse mahali ulipo. Pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea katika jina la Yesu. Kama unalo hitaji lolote, simama ulipo, weka mkono kwenye moyo wako. Hitaji nyingine lolote ambalo unamtaka Mungu akutendee, simama ulipo na Bwana atakugusa sasa. Si kushinikizi. Ni yule ambaye anataka, amekuja mbele za Bwana, anasema nataka Mungu akutane na haja yangu. Ndio nataka uombe. Fanya tendo la imani. Weka mkono kwenye moyo wako. Sahi. Baba, katika jina la Yesu, wapo hao ambao Bwana wamekuja mbele zako, wanayo mambo yaliyowasibu ambayo Bwana wanakuhitaji wewe. Wengine ni kazi, wengine ni ndoa, wengine ni biashara, wengine ni
hitaji, wengine ni school fees za watoto, wengine ni mapango ya kodi za nyumba, wengine Bwana ni mambo mbalimbali yanayowatesa. Yesu, kutana na kila hitaji, kutana na kila hitaji. Hitaji la mfanyabiashara, kutana nalo. Hitaji la kazi, kutana nalo. Hitaji la kifedha, kutana nalo. Hitaji la ndoa, kutana nalo. Hitaji kwenye biashara na kazi na maisha, Bwana kutana nayo. Watendee sasa katika jina la Yesu. Mkono wako upate kuwagusa na kuwaponya katika jina la Yesu. Mkono wako ukawatendee katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Wote tuseme amen. Baba, tunakushukuru. Asante kwa ibada hii nzuri, na asante kwa kila mmoja ambaye umempa neema ya kuwepo katika ibada hii. Asante kwa wale ambao Bwana umewahutumia katika jina la Yesu, na asante kwa uwepo wako katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Wote tuseme amen.